Hitaji la moyo wako. Kupata kile unachostahili, kimbilio lako ni moja tu. Imeverify upendo. Kukupa kile unachohitaji. Gonga 9, ishara ya upendo. 2, inakupa msisimko wa kiburudani. 5, hamsha za 2025. Sisi na wewe pamoja. Ulimwengu wote umetawaliwa kwa nia njema kabisa na mabadiliko ya kiteknolojia. Na sisi hatujataka upitwe. Karibu kwenye Digital Leo. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 4 asubuhi hapa Highlands FM. Ni siku nyingine tena ambapo tunakutana katika kipindi chetu bora cha Digital Leo. Karibu sana msikilizaji wa Highlands FM Radio 92.5. Nikukaribisha kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa dhati katika kuhakikisha unapata elimu, unapata madini, unapata uelewa sahihi kuhusiana na masuala mazima ya kidigitali. Leo hii upo nami hapa studio, langu jina Samuel Mwana Mpogole, nipo na mwenzangu hapa Bi Fatna kama kawaida. Fatna Suleiman, hujambo? Ya, si jambo kabisa. Mambo yapo vizuri? Ya, mambo yako vizuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Naona unaendelea kupeluzi kutembelea kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuweza kuhakikisha unapata taarifa sahihi. Ya kabisa, hayo ni maisha yetu. Na leo bwana, tunazungumzia mwongozo wa wazazi na usalama mtandaoni kwa watoto. Hakika kwenye mitandao huku kuna changamoto nyingi kwa watoto. Ya kabisa, kumekuwa na changamoto kwa sababu kama tunavyojua kwa sasa maisha yetu yapo kwenye mitandao ya kijamii, yapo kwenye internet. Na watoto bwana sasa hivi kwa sababu wazazi wamekuwa maisha yao kwenye mitandao, watoto kujifunza, kuona vitu mbalimbali, sijui uelewa, sasa hivi kwenye mitandao, lakini mzazi achukue nafasi yake hiyo. Na kama wazazi wasipochukua tahadhari, wasipowajibika, kuna madhara ambayo wanaweza akapata watoto mwisho wa siku kutokana na kizazi ambacho kina changamoto nyingi sana katika malezi, katika makuzi, katika tabia kwa ujumla. Na sasa hivi imekuwa hivi, mtoto anakuwa ni mdogo sana, huwezi kuamini, unakuta mtoto labda ana miaka labda mwaka mmoja, lakini yeye maisha yake yote ni internet, kwenye mitandao. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto, na kuzuia hapo sasa inabidi sasa ni mzazi mwenyewe apambane. Lakini vile vile unajua kuna matukio ambayo wanaweza kawa wanafanya watoto kwa sababu tu ya hii mitandao ambayo leo hii tunaizungumza. Wamekuwa wakiona vitu vikifanyika kwenye movie na sehemu nyingine, mwisho wa siku wanafanyia na wao wakiamini kwamba ni vitu ambavyo ni sahihi kuvifanya kwa sababu wameona kwenye movie, na wenyewe hawafahamu kama ile ni movie, wanajua ni uhalisia. Alafu Mpogole, hiyo kitu kipo na kinaleta madhara. Unakuta kama kwenye mitandao tunaangalia movie zile za kuuana, unakuta mtoto na yeye anachukua nyumbani, anaona kisu, anaambia mzee tujaribu kupigana. Kwa hiyo unakuta wanapigana, kumbe wanajiletea madhara zaidi. Bila shaka elimu inahitajika, na sisi leo hii tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunapeana elimu, njia bora, njia sahihi ya kuwalea watoto, hususan kupitia mitandao hii ya kijamii. Kumbuka hii ni 92.5 Highlands FM Radio, kipindi hewani ni Digital Leo. Nambari ya kuweza kushirikiana nasi siku hii ya leo kama kawaida ni 0767 000 927. Na bila kupoteza muda, unajua kule nyumbani tuna wazazi kabisa, tuna walezi ambao wanasimamia makuzi ya watoto. Isiwe vibaya, isiwe shida kabisa. Ndugu yangu hapa Bi Fatna Suleiman ameweza kuzungumza na baadhi ya wazazi walezi huko mtaani, huko nyumbani, huko kazini, kuweza kufahamu wao wanauelewa gani, wanazungumziaje kuhusiana na malezi bora sahihi, hususan kupitia masuala mazima ya mtandao. Digital Leo. Sawa, karibu ujitambulishe. Naitwa Adonai Cakes and Bites. Ningependa kufahamu mtoto wako anatumia mitandao ya internet? Ndio, watoto wangu wanatumia mitandao ya internet. Je, unafuatilia vitu ambavyo mtoto wako anafanya kwenye mtandao? Mwongozo ambao nawawekea ni kwamba waangalie tu katuni kwa muda wa risali moja, alafu baadaye waendelee na masomo yao na shughuli za pale nyumbani. Mfano katuni zinazowaelekeza mambo ya shuleni, masomo yao zinawasaidia, au kuna baadhi ya katuni ambazo zinafundisha mfano kama vyakula gani wanatakiwa wanapaswa kula, vikundi vya vyakula, vile vinawarahisishia kujifunza vitu mbalimbali.
Athari ambayo inatokea haipo kwa sababu nimewapa mwongozo wa kuangalia kitu ambacho kinapaswa wao kuangalia, sio vitu ambavyo ni vibaya. Nimewashauri waangalie vile vitu vizuri muhimu ambavyo vitajenga akili zao. Ushauri ninaowapa wazazi ni kwamba hao wasimamie watoto wao, wasitumie mitandao ya kijamii vibaya. Kwa majina naitwa Mama Suleia, mimi ni mkazi wa Mbeya. Mwongozo ninaomwekea muda ambao anatumia internet na kuwa naye karibu. Ule muda ambao anakuwa kwenye internet na kuwa naye karibu, namwekea mwongozo vitu ambavyo vinafaa kuangalia katika maisha yake. Faida ya mtoto kumwekea mwongozo ni ili awe mfano kwa jamii yake baadaye. Athari hutokea pale mtoto asipokuwa na mwongozo. Kwa mfano, asipokuwa na usimamizi wa mama au baba, ndio athari zinaanza kutokea pale mtoto hawezi kumsikiliza mama yake au baba yake, na athari inaweza ikampata kwa jamii inayomzunguka. Kama usipoweka mwongozo kwa mtoto, lazima aje kuwa msumbufu, anaweza akawa mwizi, mvuta bangi, akawa anasumbua watu mtaani, akawa anakimbiwa na watu. Mimi kwa ushauri wangu wa kushauri wazazi wawe na usimamizi mzuri wa watoto, kwa sababu wasipokuwa na usimamizi na watoto wao inaweza ikawasumbua baadaye. Digital Leo. Sema kweli dunia ina mambo. Kwa kweli dunia ina mambo. Nimependa wazazi wanaelewa. Wazazi wanaelewa, na umemsikia hapa mama mmoja anasema kwamba yeye anawekea watoto wake limiti kuingia kwenye mitandao. Kama na katuni lisali moja, angalia katuni lisali moja na simu unatakiwa urudishe. Sasa shida unaweza kukuta unampa mtoto hiyo katuni angalie, unampa katuni angalie, alafu anavyovifanya muda mwingine unaweza usivijue. Kuna mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia kwenye hii mitandao, kuna challenge zile wanasema challenge zinafanyika. Mtoto amepewa simu au amepewa iPad, anasoma au anasoma kisirisiri. Kuna vitu anavifanya, mama akitokea anaweka sehemu ambayo anasoma, lakini mama akiondoka anavyovifanya ni siri yake. Kwa hiyo wazazi wa makini. Alafu unajua nani, mpogole ni ngumu sana. Mfano kama umempa mtoto simu anatumia, au tu kifaa kingine tu cha masuala ya mitandao, ndio kukaa naye pale kumwangalia masaa yote hivi ni ngumu. Inawezekana kukaa pale kwamba hizi lisali moja nikae na mwanangu, utaacha kupika chakula sote inakuwa ni ngumu. Kwa kweli ni ngumu. Yani hapo inatakiwa ni kuwa na nguvu ya ziada kuwasaidia. Yani wewe mama, mfano kama ukiwa hauna kazi, ndio unaweza kukaa na watoto wakaanza kuangalia kazi zao, kuwasaidia homework, kuangalia michezo ya katuni, kurefresh akili ikae vizuri. Sawa, lakini vile vile twende tukaangalie wenyewe watoto wanasemaje kuhusiana na swala zima hili la hii mitandao. Wanatumiaje wanapokuwa nyumbani? Wanahitaji au hawahitaji? Lakini usimamizi wa wazazi ni kweli upo au ikoje? Haupo. Digital Leo. Majina ninaitwa Atu. Kwanza Atu, nikipenda kufahamu kutoka kwako, tumia mtandao? Ndio, natumia mtandao. Unafuatilia nini kwenye mitandao wakati unatumia wewe? Kwenye mtandao unafuatilia vitu vingi. Kama vile kama maswali yamenishinda magumu, na naenda kwenye Google na jibu maswali yake. Alafu pia kwenye mtandao unaweza nikaangalia vichekesho, katuni na vitu vingine vingi vya kufurahisha. Sawa, wakati unakuwa unaangalia, nani anakuwa anakusimamia? Ninapoangalia kuingia mtandaoni, na huwa ananiangalia muda mwingi. Muda mwingine naweza nikawa peke yangu naitumia. Ukiwa peke yako sasa unatumia nini? Ndio hivyo, naangalia vichekesho, katuni, kuangalia maswali magumu. Wazazi wanajua unachokifuatilia kwenye mtandao? Ndio, kuna vingine wanajua, kuna vingine hawajui. Kwa mfano hivi unavyoangalia vile vichekesho, muda mwingine unakalipiwa. Ndio hivyo. Sawa, kitu gani ambacho uliwahi kuangalia labda wazazi wakupenda wakugombeza? Kwa kweli sijawahi angalia kitu ambacho wazazi wakanigombeza. Hapo ni wazazi kuwashauri watoto. Unaweza ukampa mtoto simu. Kuna wazazi wengine wana ile mila potofu kwamba hivi ukimpa mtoto simu anakuwa muuni au anakuwa sijui anaangalia vitu vya ajabu. Hapana. Simu tu ni nzuri, mtandaoni kuzuri tu. Ulimwengu wote umetawaliwa kwa nia njema kabisa na mabadiliko ya kiteknolojia. Na sisi hatujataka upitwe. Karibu kwenye Digital Leo.
kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 4 asubuhi hapa Highlands FM. Umesikia watoto wamezungumza yao. Bana mmoja amezungumza akasema vitu vingine si tunaangalia. Wanaona kama havina shida. Lakini mwisho wa siku ndio hivyo vinakuja kuwaletea shida kabisa, na hapo vinaleta shida hata kwetu sisi. Kwa sababu wanapofanya wao au wanapotazama wao, mwisho wa siku yale madhara yanapotokea kwenye jamii na sisi pia watu wazima tunakuwa wahanga. Alafu kama kizazi tutaweza kukiharibu sasa hivi kwenye mtandao. Chukulia tumeshakuwa watu wazima. Wao ndio wanatakiwa kusaidia taifa letu. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto nyingi. Kwa hiyo tuangalie namna ambao tunaweza tukawadhibiti labda watoto au kuwalinda kupitia hii mitandao. Na vipo baadhi ya vitu ambavyo tunaweza tukavizungumzia. Labda mtoto ameshika tablet yako. Unajua bana, kwenye tablet unakuta ya mzazi kuna vitu vya siri. Kwa hiyo kama kuna vitu vya siri mule, mama unaweza hata ukaka neno la siri au ukapangilia mpangilio wa zile nani zako, zile programs zako ambazo zitakuwa kule kwenye simu. Kwa hiyo itakuwa unaweka vitu vinakuwa salama. Ila mimi mtoto wangu ni afadhali asishike tu hiyo simu, tablet. Kaumae tu na TV na kama nikiamua kumpa hiyo simu naifunga kwenye mtandao. Yaani isiyo na access ya kuingia kwenye mtandao. Hapo unaweza ukawadhibiti kwa hivyo ushakutana katoto yani hakabanduki kanataka simu. Yani unajua alafu unajua tule tukasema sisi wazazi malezi. Unajua mtoto anakuwa kwa kile anachokiona. Ni sahihi. Kwa sababu kama mimi masaa yote nipo na simu, unakuta mtoto wangu na yeye atakuwa hivyo hivyo kwamba anaona mama ni simu. Lakini unakuta mwingine anaona mamake mara nyingi yuko na daftari. Lakini hao watoto ambao tunazungumzia leo hii tupo nao, tunawalea kwa namna moja au nyingine kwenye jamii zetu, huko shuleni na maeneo mengine. Viongozi wa dini unajua wana mchango mkubwa pia katika kuhakikisha malezi ya watoto yanakuwa. Viongozi wa dini wana mchango mkubwa Mpogole, kwa sababu wao wanakutana na watu wengi kwenye jamii yetu. Sasa tukawasikilize viongozi wa dini hapa, ambapo tumezungumza na mchungaji Christopher Mkama pamoja na Sheikh Hassan Katanga ambaye ni mjumbe wa baraza la mashehe hapa mkoani Mbeya. Digital leo. Naam, nikianza kwako mchungaji Christopher, unadhani kuna haja ya jamii ya watoto kupewa elimu au uelewa kuhusiana na masuala zima la mitandao ya kijamii? Ni kweli kabisa ndugu mtangazaji na ndugu msikilizaji unayetufuatilia sasa. Kuna haja kubwa sana ya mtoto kusaidiwa katika swala hili la mitandao ya kijamii, kuelekezwa hasa ni nini cha kufanya huko na kipi asifanye, kwa faida ya maisha yake ya sasa na maisha yake ya baadaye, lakini kwa faida ya taifa na jamii kwa ujumla. Kwa nini tunasema kuna umuhimu wa huyu mtoto kuweza kupewa elimu kuhusiana na swala zima la mitandao ya kijamii, hususan katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia swala zima la teknolojia? Kuna umuhimu sana wa kufanya hivyo kwa sababu ndani ya mitandao ya kijamii kuna mambo mazuri na kuna mambo mabaya. Chochote unachokitaka huko unaweza kukipata. Lakini jambo la pili, mtoto huyu ni hazina kwa taifa. Ni hazina kwenye familia yake. Kuna njozi pale, wazazi na ndugu wanamtegemea. Taifa pia linategemea na hata jamii ya kikanisa inategemea. Sasa akili ya mtoto ikiachwa ikala vitu ambavyo, ikajazwa vitu ambavyo ni vichafu, yule mtoto akili yake haitakuwa sawa sawa. Nirudi nyuma kidogo. Uhusiano uliopo kati ya dini na malezi ya mtoto ukoje? Kuna uhusiano mkubwa sana swala la dini na malezi ya mtoto. Katika kitabu cha Mithali 22 mstari wa 6 Biblia inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Katika tafsiri nyingine ya Kiswahili, Biblia Habari Njema, Biblia inasema mpatie mtoto mafunzo. Na sisi sio tu kwamba akiwa angali mdogo, ndugu mtangazaji na ndugu msikilizaji, ni lazima apatiwe mafunzo tangu yuko tumboni. Mama mjamzito aanze kujidhibiti katika maadili yake, matamshi yake, na mtoto anapotoka anakaa muda mrefu mikononi mwa mama. Hatusemi baba hapo hawajibiki, wote wanawajibika na jamii nzima, ili huyu mtoto aje amtumikie Mungu. Kumbuka sisi watu wa dini, madhehebu yote na dini zote tunaamini kwenda mbinguni. Sasa ili mtoto asaidiwe kwenda mbinguni, lazima afundishwe maadili mema. Tukikosea katika kuwasaidia watoto, kuwafundisha yale yanayowapasa mema, Mungu atatudai.
Naam, nikija kwako Sheikh Katanga, kwa upande wako unadhani mitandao hii ya kijamii kwa watoto ina athari zozote? Mimi niseme tu kila kitu katika maisha ya mwanadamu kina faida na hasara, hata kwa sisi watu wazima. Mtandao lengo na madhumuni iko kwenye matumizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema niyatul mu'minu khairu min amali, nia ni bora kuliko kitendo. Sasa mtandao kwa watoto, nionavyo mimi, wazazi ndio tuna makosa. Tunakosea wazazi kwa sababu sijui ndio upenzi, lakini upenzi uliokuwa na uovu ndani yake. Mtoto unapomwachia simu, anachezea simu, kwanza unamfundisha kuwa na tamaa ya kuwa na chombo kile. Matokeo yake atakapokuwa kidogo, umri fulani, anaweza kuwa mwizi ili apate chombo kile, awe anafanya vile kama baba alivyonipa, kama mama alivyonipa, au mlezi wake, kaka, dada na kuendelea. Mtoto kupewa simu achezee si jambo jema. Sisi wazazi tuna mchango mkubwa wa kuharibu watoto katika eneo hilo. Tukitazama mitandao hii ya kijamii ambayo tunazungumzia hii leo kwa ujumla wake, unadhani ni mtandao gani hasa ambao unaweza kuwa ni hatari, na ni maudhui gani hasa Sheikh ambao unaona kwamba inaweza kuwa hatari sana kwa watoto? Maudhui au mtandao ambao unaweza kuwa hatari kwa watoto ni katika simu hizi. Watu wana uhuru, wamechukua maeneo mbalimbali. Sasa ndani ya simu hizi, na kuna wengine wamehifadhi, kwa mfano wamehifadhi katika simu zao mambo machafu ambayo sio ya kijamii, au sio mambo ambayo anatakiwa mtoto ayaone kwa umri alionao. Mna mapicha za ngono, zinaonyesha watu wanavyolawitiana, zinaonyesha mambo machafu ya aina mbalimbali. Sasa kutokana na vile wanavyoangalia, unakuta na yeye mtoto anajifunza kuangalia yale. Wakati mwingine unamnunulia na simu, anasema namnunulia mwanangu simu kubwa ili aweze kupata kujisomea, aweze kugugo mambo mazuri yatakayomfaa, mambo ya sayansi, hesabu, masomo kwa ujumla. Lakini anayoyachukua kwenye ile mitandao akayaweka kwenye simu ni mambo machafu yanayoharibu maadili. Shetani, mimi namuita sheitani mtandao, ambaye sasa hivi ndio amemiliki hii dunia kiasi kwamba tunapoteza hata malengo na madhumuni yale ya kuingia nyumba ya ibada kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu. Naam, nirejee tena kwako Pastor Mkama. Unadhani watoto wanapewa elimu ya kutosha kuhusiana na matumizi sahihi ya mtandao? Kwa kweli ndugu mtangazaji, siwezi nikasema tunawapa malezi ya kutosha katika hilo. Jamii naona haiwajibiki sana, kwa sababu kwanza wazazi wamekuwa na majukumu mazito sana, yani wamekuwa busy sana kwenye kazi za utafutaji wa kipato kuliko kuwekeza kwenye malezi. Mtoto bado mdogo anamwacha tu labda na dada wa kazi, na wengine wanampeleka kwenye vituo vya kulelea watoto wachanga, na wakati mwingine pia baadhi ya vituo huko vina wasimamizi ama walezi ambao wao pia maadili yao si mema. Kwa hiyo wazazi, hili jukumu hawajawajibika vizuri. Nikirejea kwako Sheikh kwa mara nyingine tena, tuweze kufahamu kwa ujumla wake familia, unadhani wana jukumu gani katika kuhakikisha wanafuata zile taratibu ambazo hapo awali umeweza kuzungumza kwamba kuna changamoto wazazi, walezi kuto kuwapeleka au kuwajengea misingi sahihi katika kufuatilia hii mitandao ya kijamii? Sasa jukumu la familia, wazazi, walezi ni lipi Sheikh? Jukumu la familia, jukumu la kwanza, mtoto mshibishe mambo ya Mwenyezi Mungu. Asome Qur'ani, aisome Biblia, aelewe Mungu ameamrisha nini na amekataza nini. Kwa mfumo wenu wa dini ya Kiislamu, kuna mazingira ambayo mmekwisha kuwatengenezea watoto hawa au wazazi na walezi kwa ajili ya kuwapa elimu kuhusiana na swala zima la mitandao hii ambayo leo hii tunazungumzia? Sisi Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi nyinyi waislamu mlioamini. Na kuna wengine hawajaamini au wamemwamini Mwenyezi Mungu lakini hawafuati zile taratibu. Mungu anasema khudhu hidhrakum, chukueni tahadhari zenu. Chukueni tahadhari kwenye malezi, chukueni tahadhari kwenye mambo yote. Na pia Mwenyezi Mungu kasema katika Qur'ani kwamba hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun,
hawawi sawa mwenye kujua na yule asiyejua. Kwa hiyo hawa katika malezi hawawezi wakawa sawa watoto wanaopelekwa madrasa kusoma na mtoto aliyokaa nyumbani haendi kusoma madrasa. Sisi tahadhari ya kwanza ni hiyo, mtoto tunampeleka madrasa akajifunze maadili, amjue Mungu wake anataka nini, ajue Mungu wake amekataza nini. Kwa hiyo hili linatusaidia, na nitoe ni wito tu kwamba ndugu zangu wote Waislamu wa wasiokuwa Waislamu, tuwapeleke watoto madrasa, tuwapeleke watoto kwenye Sunday school. Waende kule, kama ni msikitini, kama ni kanisani, kuna masomo ya kiimani, mtoto akapewe masomo ya kiimani. Hii inakuwa ni tahadhari kubwa sana, na unapanda mbegu nzuri itakayokuja kumea vizuri, na ikawa ni mbegu ambayo itakayosaidia hata katika jamii. Hapo Sheikh Katanga, huoni kuna haja sasa hayo mambo kuyarudisha labda sasa hivi? Umezungumzia kuhusiana na madrasa, umezungumzia swala la Sunday school kwa upande wako, lakini uhusiano kati ya shule, viongozi wa dini, wazazi, walezi, huoni kama kuna haja katika taasisi hizi kwa ujumla wake na serikali kwa ujumla katika kuhakikisha matumizi ya salama ya mitandao yanapewa kipaumbele katika kuungana na kutoa elimu? Shida ni kwamba mataifa ya nje tayari yanatutumia sisi wa Afrika kama ni sehemu ya majaribio. Kila jambo chafu wanatuletea kutujaribu kwamba je, tunalifuata au inakuwaje. Leo ukiangalia haya masuala ya mitandao ambayo yamekuja, yameharibu kabisa mazingira yale ambayo yalikuwa tunafundishwa zamani. Leo unashangaa, unaambiwa lazima kama unataka kufanya ngono ufanye ngono salama. Sasa ngono salama namfanyia nani? Ngono salama lazima utumie zana, uzitumie condom kwa ajili ya shughuli kama hizo. Sasa kwa mtu anapokuwa anayasikia maneno kama hayo, anajua kumbe mimi zina kwangu mimi inanifaa, kumbe kuna chombo cha kujikinga. Kwa hiyo uwezo kumwambia aache akakuelewa. Naam, nirejee tena kwako Pastor Mkama. Tukitaka tutazame mitandao hii ya kijamii kwa ujumla wake, ipo ni mingi sana. Unadhani mitandao gani hasa ni hatarishi kwa watoto? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli mitandao hatarishi ipo mingi. Siwezi nikawa nina takwimu zote, lakini kwa ujumla kwa baadhi yake iko mingi. Ukiangalia kwa mfano, wanapokwenda kwenye mitandao kama vile labda ya Facebook, YouTube, alafu kuna ile TikTok, humo ukijaribu tu kuchungulia utakuta kila mtu mradi tu ameingia humo ana haki ya kuposti chochote kizuri kibaya, vimetupiwa humo. Maadili mabaya yako, yani tabia mbaya zote ziko mule. Watu wengine wamekaa uchi, wengine wanaongea maneno ambayo sio ya kutamkwa wala yafai kutamkwa, viungo visivyoonekana vinatakiwa hadharani kimaadili, vinatakiwa mule viko wazi. Sasa katika mitandao kama hiyo, Facebook, hata YouTube pia ni hatari sana kwa watoto wetu, kwa sababu humo kuna kila aina ya kitu. Nikirejea hapo Pastor Mkama, kwa upande wenu ninyi kama viongozi wa dini, unadhani kuna haja ya kuweza kuwa na mafundisho ya namna hii ya kuwapa wazazi watoto kuhusiana na matumizi sahihi ya mtandao au mitandao hii ambayo tunazungumzia hii leo? Kuna haja kubwa sana, na namshukuru Mungu, ninaamini hii inaweza ikawepo pia kwenye makanisa na madhehebu mengine. Upande wetu sisi kuna kitengo maalum tunaita idara kwa ajili ya kusaidia hawa watoto katika rika lao. Kuna wale wachanga kabisa, wadogo, vijana wadogo, vijana wakubwa, kadri wanavyokuwa tumeweka katika marika hayo. Lakini sasa huko nyuma hatukuwa na mada za kimtandao, lakini baada ya kuona changamoto hizi zinazoendelea, tunalazimika sasa kuanza kuwasaidia pia elimu ya kimtandao. Mapema kabisa ni iase jamii na viongozi wenzangu wa kiroho, tusipuuze swala la elimu ya kimtandao kwa watoto wetu na hata kwa vijana. Natamani tunapoelekea mwishoni uweze kutuambia kama umeshakutana na kesi yoyote mchungaji, kuhusiana na namna ambavyo mtu au watu fulani waliweza kukutana na changamoto kupitia hii mitandao ya kijamii ambayo tunazungumzia hii leo, na kama ulikutana na kesi ya namna hiyo ulitatua vipi? Kwa upande wangu kwa kweli sijakutana na kesi kama kesi
nilioletewa, lakini changamoto nimekutana nazo nyingi. Kuna kipindi fulani nilikuwa nina vijana tunawafundisha mahali fulani nilikokuwa katika shughuli za kihuduma. Wale vijana mimi ninaamini kabisa tuko pamoja, kumbe wao wanaendelea kuperuzi kwenye picha za utupu. Na madhara yake baadhi walikwenda mbali kabisa, hata wakaingia kwenye kufanya ngono kabla ya ndoa, na wakapata ujauzito hata kabla ya kuwa na ndoa, na wengine wakanatelekezwa. Kwenye mitandao ya kijamii nimeshuhudia changamoto za baadhi ya watu kupoteza mahusiano yao kwa sababu mmoja ameingia kwenye mitandao ya kijamii, ameenda kuchangia hoja ambazo si za kimaadili, na mwenzake aliona. Sasa alipoona ilikuwa ni mgogoro kwenye ile familia. Mwisho kabisa, nikianza kwako Sheikh Katanga, nini ambacho ungependa kuiambia jamii wa Tanzania, serikali na watoto kwa ujumla kuhusiana na swala zima la mitandao hii ambayo tunazungumzia hii leo? Serikali ina nguvu. Serikali ina nguvu ya kuweza kupiga marufuku jambo. Mimi nakumbuka mwaka 72 ilikuwa wakati wao zinaingia suruali za Pecos, Bugalo na viatu Valaizo. Serikali ilisema haya ni mavazi ya kishetani, na mini sketi zile, haya ni mavazi ya kishetani. Vikapiga marufuku vitu kama vile. Hata maofisini kuvaa au kwenda ofisi yoyote ya serikali unakwenda umevaa namna ile, ilikuwa ni marufuku. Watu waliacha, ilipungua. Sasa unakuta hii mitandao kwa kweli kama utaitumia vizuri inakuwa ni mitandao yenye faida, lakini kwa matumizi mabaya, ambayo mabaya ndio zaidi kuliko ni mazuri, matokeo yake maadili yamebadilika. Basi mimi niombe tu serikali kwamba yenyewe ina uwezo, na serikali itaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtume anasema kullukum rai wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mchunga ataulizwa wale aliowachunga. Yani kila mmoja, baba ataulizwa juu ya familia yake, mwalimu mkuu ataulizwa juu ya walimu wenzie na wanafunzi, kila mmoja kwenye nafasi. Hata marais wa nchi zote duniani wataulizwa, raia wenu mliwafundisha nini, mliwaelekeza nini? Kwa hiyo mimi niombe tu serikali kwamba hii mitandao, uhuru ambao usiokuwa na mipaka ni uhuru ambao umetuharibia taifa letu. Naiomba serikali itusaidie kuweka sheria maalum, ili sheria zile ziweze kutubana sisi tusifanye mambo ya ajabu kupitia kwenye haya mitandao. Lakini pia na niwaombe viongozi wenzangu wa dini, upande wa Waislamu na upande wa Wakristo, tutumie membari zetu, madhabahu zetu kuwaelimisha watu juu ya swala zima la maadili. Tutoke kwenye mmomonyoko, tuingie kwenye tabia iliyokuwa nzuri kwa mafundisho ya vitabu vya Mwenyezi Mungu. Na mwisho kabisa, Pastor, kwako pia natamani uweze kuzungumza na jamii kwa ujumla wake, viongozi ambao wapo serikalini, watoto, kina mama, kina baba, kwa ujumla wake kuhusiana na swala zima la mitandao ya kijamii. Nini ambacho ungependa kuambia? Ninapenda kuiasa jamii, serikali, taasisi za kidini na taasisi nyingine zote, ikiwemo wazazi pia na walezi, kwamba kila mmoja afanye jukumu lake. Serikali ifanye jukumu lake la kuendelea kuhamasisha na kutoa elimu, kutumia wataalamu wake kwenye vipindi mbalimbali kama hiki na vipindi vingine kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Lakini viongozi wa kiroho, ninawaasa tusinyamaze, tuendelee kufanya wajibu wetu kwa nguvu zote, kwa sala na maombi tukilisimamia. Lakini wazazi wana jukumu kubwa. Niwaombe sana wazazi na walezi, jukumu letu sisi ndio tunaowajibika. Kanisani mtoto anakwenda siku moja, lakini siku 6 unaye mzazi nyumbani. Kwa hiyo tunaomba sana jamii ifanye sehemu yake kwa kuhakikisha kwanza tuache kutuma vitu visivyokuwa na mafundisho ya kuwasaidia watoto mtandaoni, hasa kundi la vijana. Sisemi watu wazima wakipona, lakini vijana ndio zaidi. Tuepuke kutuma hivi vitu. Unatuma labda kwa kujifurahisha leo, lakini kinaenda kudhuru watoto wangapi watakao kutana nacho. Kwa hiyo naiasa jamii kutumia vizuri mtandao wa kijamii ili kuwakinga na kuwalinda watoto wetu. Ulimwengu wote umetawaliwa kwa nia njema kabisa na mabadiliko ya kiteknolojia.
na sisi hatujataka upitwe. Karibu kwenye Digital Leo. Digital Leo kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 4 asubuhi hapa Highlands FM. Sawa, huyo ni mwenzangu Mpogole akifanya mahojiano na viongozi wa dini, ambapo ulikuwa na mchungaji Christopher Mkama pamoja na Sheikh Hassani Katanga ambaye ni mjumbe wa baraza la mashehe hapa mkoani Mbeya. Hakika ni jambo la heri sana kuona kwamba viongozi wa dini wanatambua nafasi yao, wanatambua mchango wao katika malezi ya watoto, lakini vile vile wanatumia mimbali yao, wanatumia majukwaa yao kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanatoa elimu sahihi katika malezi na makuzi ya watoto. Kabisa, na tumeona kwenye jamii yetu tunakuta labda viongozi wa dini hawa kuna kitu ambacho hakijaenda sawa, wanachukua jukwaa hilo, wanazungumza ili kuweka sawa jamii iwe imenyoka. Kwa hiyo tukitumia viongozi wa dini wanaweza wakatusaidia sana kwenye jamii zetu. Hakika, lakini vile vile pia wananchi nao hawako mbali katika kuhakikisha malezi makuzi ya watoto wanashiriki. Lakini kwenye mitandao ya kijamii kuna wakati mwingine shangazi, mjomba, kaka, dada anaweza kumwachia simu mtoto, lakini pia vile vile huenda ni jirani akawa ona kwamba njia bora ya kuweza kumpa faraja mtoto wa rafiki yake, mtoto wa jirani yake ni kumpatia simu. Wao naam, sasa wao nao pia wana mitazamo yao, wana maoni yao kuhusiana na swala hili la kuweza kuwapa watoto simu. Huko mtaani, huko kwenye jamii, wazazi, walezi wanasemaje? Digital Leo. Kwa majina naitwa Aloni Mwakasege. Mitandao ya kijamii kwa watoto ina faida zake na hasara zake. Nitaanza na faida kwanza. Faida kubwa ya mitandao ya kijamii kwa watoto ni pamoja na kupata habari kwa haraka na kwa urahisi. Hivyo wanakuwa wanapata elimu haraka sana, hivyo inawasaidia wao kujua vitu vingi vinavyokuwa vinaendelea katika ulimwengu wa sasa. Lakini pia kuna hasara kadha wa kadha ambazo watoto wanakutana nazo. Moja kati ya hasara, wanaanza kutengeneza makundi ambayo yanakuwa yanawapelekea kuwa na vishawishi visivyokuwa vizuri katika jamii. Kwa majina naitwa Tiani Elias Ngaiza, natokea Mafiati, Mbeya. Ningependa nianze na faida. Faida za mtandao ni kujifunza mambo mengi kwa wakati mmoja au kwa urahisi zaidi. Wanakuwa wanapata taarifa mbalimbali, wanapata updates za dunia inavyoenda na kujifunza vitu vipya. Kwa mfano wenzetu walioendelea, mataifa walioendelea kama China na kadhalika, wanatoa vitu vipya kila siku. Kwa hiyo tunapata knowledge kila siku, kwa watoto wanaweza kujifunza kwa haraka zaidi. Nikija kwa upande wa hasara pia zipo nazo ni nyingi, zikiwepo kujifunza baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa sio utamaduni wetu. Kwa mfano vitu kama mapenzi ya jinsia moja, utumiaji wa vileo kama bangi, sigara, mirungi na vitu kama hivyo. Kingine nikitaka kusemea upande wa mabaya ni pamoja na kujifunza tabia mbaya ambazo tunaziona, ikiwemo utekaji wa kutumia silaha, kuunda makundi ya uhalifu. Mimi naitwa Zainab Abdallah kutoka hapa Mbeya mjini, niko Mwanjelwa. Dunia sasa hivi ilikofika ni sehemu ambayo ni mbaya sana. Kwa maana hii, kwenye hii mitandao ya kijamii kila mtu anaweka kitu ambacho anakitaka yeye. Tumeshuhudia kuna baadhi ya katuni za watoto zimeingizwa ambazo zina athari mbaya kwa watoto. Ziko katuni ambazo tulizishuhudia zikiwa zinafundisha mahusiano ya jinsi moja, yani mtoto wa kiume kwa mtoto wa kiume. Katuni hizo zipo na tuliona kwenye mitandao ya kijamii zikasambazwa sana majina, kwamba tujilinde na watoto kwenye masuala mazima ya internet, kwa sababu wanapokuwa kule wanashindwa kujizuia. Lakini pia huyu mtoto anawezaje kujua namna ya hiki kukikwepa na hiki kukiacha? Maana yake ni kwamba kila ambacho atakiona kwenye mitandao ya kijamii atakitumia na ataona kama kiko sawa, ataamini ndo maisha ya kawaida. Sasa hii mitandao ya kijamii athari zake zinakujaje? Leo utaona mtoto yuko sawa, lakini kumbe kuna vitu ameanza kuviobserve, ameanza kuvifanyia kazi vile ambavyo aliviona kwenye mitandao. Tunajiuliza, kile alichokiona kwenye mtandao ndicho ambacho mzazi uliruhusu akione mtoto wako? Ndicho ambacho jamii inataka watoto wakione? Kama sicho ambacho watoto tunataka wakione, kwa nini tunaruhusu mtoto ashike simu? Kwa nini tunaruhusu mtoto awe na internet kwenye simu yake? Kwa nini? Kuna namna nzuri ya kumfanya mtoto ajifunze baadhi ya vitu. Sawa, si lazima mtoto akatumia simu. Mimi nikimwachia mwanangu simu yangu ambayo ina bando nikaondoka zangu, pale YouTube anapoangalia anakutana na kila kitu. Sasa tutampa kazi mtoto ya kuanza kuchagua wakati hana uwezo wa kuchagua kitu ambacho hapaswi
kabisa kukishuhudia ni hayo matendo machafu ambayo yanasambazwa kwenye mitandao ya kijamii na watu wasiokuwa na nia njema na hiki kizazi chetu, watu wasiokuwa na nia njema na hawa watoto wetu, watu wasiotaka watoto kukua katika maadili bora ambao sisi tunayataka. Sidhani kama kuna mzazi yuko tayari kuona mtoto wake anajifunza mahusiano ya jinsi moja kupitia mitandao ya kijamii ama hiyo internet. Faida ni pale ambapo mtoto atapata hiyo internet, atajifunza masuala ya shuleni, atajifunza masuala ya tabia njema, atajifunza maadili. Mtoto atashika simu yenye internet, ataingia kutafuta ama kudownload Bible, ataingia kudownload Qur'ani, atasikiliza kaswida, atasikiliza mawaidha, atasikiliza mahubiri, atasikiliza nyimbo, kwaya, gospel, hizo zote. Hayo ni faida ambayo ni ndogo kuliko madhara ambayo mtoto akiwa na simu yenye internet anaweza kupata. Wazazi wengi zaidi mnasapoti kinachokisema kwa sababu madhara tumeyaona. Kuna mtoto nyumbani hatoki kabisa, nyumba yao ni geti kali, lakini kesho unamkuta yeye ni msagaji. Alijifunza wapi? Maana yake ni kwamba kupitia ile simu ambayo unamwachia ndipo anajifunza vitu ambavyo havifai. Digital Leo. Hakika hata jamii pia ina nafasi kubwa kabisa ya kuweza kushiriki katika makuzi malezi ya watoto. Nimempenda sana Bi Zainab alivyozungumza. Kabisa. Namna ambavyo ameeleza changamoto ambazo watoto wanakutana nazo. Lakini pia kama jamii unaambiwa tubutuke kabisa. Tushtuke. Tujue kama kuna hatari huko. Kuna hatari. Alafu kingine hapo nilikuwa nataka nikigusie tu hapo kidogo ni kwamba wazazi tujijengee ile tabia ya kuambia watoto kwamba mtandao kibaya na kizuri. Ukiwaekea kibaya na kizuri, basi itawajengea kumbe kitu fulani kwenye mitandao naweza nikafanya ikawa ni kibaya, au hichi kikifanya hichi kinaweza kikuwa kizuri. Kwa hiyo inaweza kuwa ukiwajengea utaratibu huo inakuwa ni mwongozo mzuri kwa watoto katika mitandao haya. Hata kutana na jirani kampa simu anajua kabisa kuna kitu kibaya, kuna kitu kizuri. Hakika hilo ni jambo la muhimu na ni jambo la msingi kweli kweli. Lakini pia mwenzetu Samuel Ndoni yeye ameweza kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Tunafahamu tunapozungumzia masuala ya mitandao, watu wa habari, teknolojia ya habari na mawasiliano ni kiungo muhimu kabisa, wanahusika kabisa. Twende kumsikize mtaalamu ambaye yeye ndo sehemu yake ya kujidai bwana Shabani ambaye yeye bwana anaitwa Shabani Hamza ambaye yeye ni mtaalamu mbobezi wa masuala haya. Na msikilizaji, nipo na Shabani Hamza. Yeye ni mtaalamu na mbobezi wa masuala ya teknolojia habari na mawasiliano TEHAMA, ambapo leo wakati tunazungumzia mwongozo wa wazazi na walezi kuhusu matumizi ya mtandao kwa watoto, atatuambia ni hatua gani muhimu ambazo zinapaswa kuchukulia ili kumlinda mtoto na maudhui ya mitandao. Karibu. Naam, kwa majina naitwa Shabani Saidi Hamza, au wengi napenda kunitaga Hamza kama inavyojulikana. Ni mtaalamu wa mambo ya IT na mambo ya mitandao pia, kwamba siku hizi watoto wanatumia sana mambo ya internet. Kuna faida na hasara juu ya matumizi ya internet, kwamba unaweza kutumia elimu mtandaoni au kwa mambo mengine ya burudani, lakini sasa mitandao hiyo imegawanyika. Kuna ile mitandao ambayo ni maalum kwa ajili ya mtoto kusomea, na kuna upande wa social media kwa maana ya kwamba nasema Facebook, Twitter, Instagram hivyo. Sasa katika kila application au katika kila social media huwa zina maudhui tofauti. Unakuta kingine ina maadili mabovu, yani maadili ambayo hayamfai mtoto. Sasa unaweza vipi kumkinga mtoto wako dhidi ya maudhui hayo? Cha kwanza, inabidi unamwandalia mtoto kifaa chako cha internet, na pia inabidi mzazi inabidi wajibike katika swala hilo. Kivipi? Kwa maana ya kwamba unaweza kumtengenezea mtoto wako application au kumdownloadia application maalum kwa ajili ya kusomea, au kutumia YouTube channel husika. Endapo kama mtoto akienda nje au tofauti na hivyo vitu, inakuwa ni vigumu inakuwa yani inamaanisha kwamba unakuwa unaweza kumkaripia au kumfokea, kuzuia lile jambo. Kwa mfano akienda kwenye social media ya Facebook au mtandao mwingine ambao ni tofauti na kusomea. Siku hizo tunasomea sana kwa kutumia AI na YouTube, lakini YouTube sio sana kwa sababu AI imeboreshwa zaidi. Unaweza kuuliza swali lolote na ukajibiwa hapo na majibu yaka mengi na yenye uhakika zaidi. Sasa unamkinga vipi mtoto kwa zile social media? Unamkinga kwa kuweka
password ama kuna application tofauti ambazo zinatumika kuzuia zile application social medias kwamba zisifanye kazi kwenye simu yako. Kwa mfano kuna hii application tunaita two factor authentication, kwamba hiyo inakuwa inaweka usalama. Hata kama mtu akifungua Facebook inakuwa ina update na password nyingine au QR code ili aweze kufungua ile application husika. Kwa hiyo inaweza ikamkinga na ikaweka usalama zaidi jinsi ya mtoto kuingia kwenye social media kama hizo. Na pia kitu kingine hapo, mtoto kama mtoto pia au mtoto na mzazi kwa pamoja inabidi muelekeze madhara na maovu ya kutumia mtandao, maana kuna faida na hasara. Faida ndio kama ninavyosema kielimu, au anaweza kujiburudisha kiakili kama akitaka kufanya refresh mind nini vitu kama hivyo. Sasa inabidi muelekeze mwanao jinsi ya mtandao unavyofanya kazi na hasara zake zipoje, kwa sababu watu wengi wanaharibika sana kutokana na mambo ya mtandao. Kwa mfano unaweza kuchukulia mfano mdogo, unaweza kuta mtoto akikuwa ajui sana mambo ya mtandao, anza kupata rafiki wa Facebook. Kama unavyojua rafiki ambaye ni online huaga sio kweli. Unaweza kukuta anadanganywa, akatoroka nyumbani, unaona kutokea mambo kama hayo, kati na shida kwa upande wa mzazi. Na vitu kama hivyo. Ndugu mwandishi, umehitaja mitandao mingi ya kijamii, lakini pamoja na hizi programu za artificial intelligence, ipi ambayo ina usalama zaidi kwa mtoto katika kutoa maudhui ambayo ni rahisi sana kuyadhibiti bila kuleta maudhui ambayo yanaweza kuleta mmomonyoko wa maadili wa mtoto? Applications ziko nyingi za kumfanya mtoto aweze kujifunza na kuelewa zaidi kwa somo lolote, kitu chochote, kushauriwa pia AI ina tabia kushauri juu ya mambo fulani ya kimasomo au na vitu vingine vya kimaisha. Kwa application nzuri kuna Copilot, kuna ChatGPT AI na kuna chatbot pia. Zote hizo ni kwa ajili ya kujifunzia watoto, au nje hapo mtoto akitaka kuelewa zaidi, yani wanasema tutorial videos, anaweza kaingia kwenye YouTube channels. Ziko channel tofauti za walimu ambao zinakuwa zinapostiwa kule, mnapostiwa vipindi kadhaa, labda kama mtoto anajifunza mathematics, physics kama hivyo. Shabani Hamza, ni vitu gani ambavyo mzazi ama mlezi anapaswa kuzifanya ili mtoto aweze kuwa salama kutokana na maudhui ya mtandaoni? Cha kwanza ni kumpa mtoto juu ya elimu ya mtandao, kwamba siku hizi kuna zile wanaita uonevu wa kimtandao, cyberbullying, alafu kuna unyanyasaji wa kingono pia huko mtandaoni, na kuna udanganyifu pia vile vile, alafu pia kuna utapeli pia mtandaoni. Alafu pia ni udhibiti wa maudhui. Kwenye application zetu hizi kuna sehemu ambayo kuna setting, unaweza kumsetia mwanao kwamba zile wanasema sensitive videos zisionekane, yani kwamba zitaweza kuapia kwenye simu yake, kwenye application yake. Na pia jinsi wewe mwenyewe mzazi utakapomfundisha mwanao jinsi ya kutumia mtandao vizuri na kumwekea mipaka. Yani inabidi umwekee mipaka ya matumizi, kwamba mwanangu usifanye kitu fulani, madhara yake ni kitu fulani. Wewe ni mwanao, kwa unachotakiwa nifanye nini, kwamba umwelekeze jinsi mitandao ilivyo na kuna tabia gani mitandaoni. Alafu lazima pia umfuatilie kwamba kuna tabia zake baada ya kutumia mtandao kwa muda wa mwezi labda wiki 2, unaangalia tabia zake zimeendaje. Ukiona tabia zake zinakuwa unamfokea kidogo na muelekeza vitu kama hivyo. Alafu pia mazungumzo mara kwa mara, inabidi uongee na mwanao mara kwa mara kwamba anapata changamoto gani anapotumia internet, vitu kama hivyo. Alafu na katika matumizi yake ya internet ni vitu gani amejifunza zaidi juu ya mitandao hiyo ya internet na mambo ya kusomea vitu kama hivyo. Sawa, umetoka kumsikiliza mtaalamu huyo akitoa madini kuhusiana na masuala ya mtandao kwa kweli. Nawe vipi unajilinda huko na watoto kuhusiana na mtandao? Najilinda kwa kweli, na ninatumia nguvu kubwa kwa sababu mtoto wangu anakuwa kwa kasi, kila kidogo ni simu, kuona mimi natumia nguvu ya ziada kumdhibiti. Hakika tuweze kuwa makini wazazi, walezi, ili yaweze kwenda sambamba na makuzi yao yaweze kuwa mazuri bwana. Bado tupo hapa mpaka muda utakapokuwa ukiweka nanga kabisa. Lakini tukumbuke pia tunaye mwana saikolojia ambaye atakuja kuzungumza kwa uzuri kabisa kinagaubaga kuhusiana na njia bora sahihi za kuweza kumlinda mtoto dhidi ya masuala mazima ya mtandao ambao leo hii tunazungumzia. Lakini kabla hatujaenda kumsikia mwana saikolojia mtaalamu huyu, tupitie ujumbe mfupi wa msikilizaji ambao umetutumia kupitia kwenye nambari yetu hapa studio 0767 0000927. Huyo hapa anasema, huyo anaitwa Mary kutokea kule
Mbalizi anasema kuwa kwa kweli mitandao inawaharibu sana watoto na wazazi wamekuwa wako busy sana, hawapendi kuangalia watoto kitu gani ambacho wao wanakifuatilia. Anaitwa Joseph huyu anasema kwa kweli mimi namdhibiti sana mtoto wangu na simu. Nikiona nimekaa na simu basi anakaa mbali kabisa, anafanya mambo yake. Mzazi huyo, mzazi hataki utani. Sawa. Mimi nimemwona hapa bwana Shafi Hassan anatufuatilia vizuri, lakini pia nimemwona Jay Mabasha anasema anapenda sana kufuatilia kipindi hiki ambacho kimekuwa kikimjenga kwa namna moja ama nyingine. Sasa Jay Mabasha, mimi nikwambie jitahidi kuwa vizuri kweli na huyo mwanao sasa hivi ambaye anakuwa, usimzoeshe simu. Mwisho wa siku naye ataweza kaja kukuletea shida kupitia hivyo ambavyo atakuwa anaviona. Nimeona ujumbe wake hapa, anaitwa Makrina anasema anatusikiliza vizuri kutoka Old Airport. Anasema hakika kipindi kimebamba vizuri. Lakini pia nimemwona hapa Muuza Mitumba kutoka Palisido anasema hiki kipindi inawezekana tuwafikie na wao kule waweze kupata elimu ya kutosha, maana kuna watu ni wabishi kweli kweli, hawataki kuacha tabia ya kuwapa watoto wao simu. Jumbe ni nyingi, lakini muda wetu kama unavyoona unakimbia. Unajua Waswahili wanakuambia wakati ni ukuta ukishindana nao hautaweza kabisa. Ukishindana na wakati hautaweza kabisa ukishindana na hiyo bwana. Sawa, kama tulivyokujuza kwamba tutakuwa na mwanasaikolojia hapa ambaye ni Betuna Mwamboneka. Huyu mwanasaikolojia anatokea pale Kanda ya Rufaa Mbeya. Sasa hospitali ya Rufaa Kanda Mbeya. Moja ya hospitali ambazo zinafanya vizuri kweli kweli, na huyu ni mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia mbobezi kabisa huyu. Sawa, kwa hiyo tuungane na mwenzangu Mpogole ambaye yeye amefanya mahojiano naye. Sasa tujue kunani kwenye masuala ya saikolojia kwa mtazamo wa kitaaluma, ambapo leo hii tunazungumzia swala zima la mitandao ya kijamii. Tuanze na faida. Kuna faida zipi hasa za matumizi ya mtandao hususan kwa watoto? Faida za matumizi ya mtandao kwa watoto ni kwamba wanakuwa wanapata uelewa wa vile dunia inavyokwenda. Tunasema dunia inaenda kwa kasi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo viko mtandaoni, mtoto akiwa anaviona anakuwa kumbe naweza nikawa mchekeshaji na nikatumia mitandao ya kijamii. Kumbe naweza nikawa mwimbaji nikatumia mitandao ya kijamii kujitangaza. Yani ile mtu anakuwa anapata, tunasemaga exposure. Yani kwamba anakuwa yuko exposed haraka kwenye mazingira yale ambayo ya sayansi na teknolojia ambayo ndio tunatakiwa kuwa. Hiyo ndio faida kubwa ambayo huwa anaiona kwenye mtandao kwa watoto. Tukija upande wa pili sasa wa athari, kuna athari zozote ambazo zinaweza zikawepo katika matumizi ya mitandao kwa mtoto? Yes, tunasema matumizi ya mtandao kwa watoto yana madhara, na madhara ni makubwa kuliko faida. Kwa sababu gani? Tukiangalia nature ya mitandao ya kijamii ilivyowekwa, imewekwa kwa ajili ya watu wazima na sio watoto. Tukiangalia tu maudhui, content zinazotumwa na mambo mengine, kwamba ziko kwa ajili ya watu wazima na sio watoto. Kwa hiyo mtoto kitendo cha kutumia mitandao ya kijamii tayari anakuwa anaingia kwenye ulimwengu ambao sio wa kwake, yani ulimwengu ambao uko juu ya uwezo wake wa kufikiri au juu ya akili yake niseme. Lakini pia hasara nyingine anayoipata, tunasema kwamba mitandao ya kijamii inakuwa inamvuta mtu. Sasa nikisema inamvuta mtu ni kwamba mtu utakuta anaingia Instagram, hata elewi anafanya nini, lakini yuko tu anazurura mle Instagram. Inakuwa inamvuta mtu. Sasa tunasema mtoto ni mtu ambaye yeye ubongo wake unavyokuwa ndio yuko kwenye hiyo state. Utashangaa ametoka nyumbani ajui anakoenda, kuna rafiki tu kapita kaondoka naye. Kwa hiyo tunasema huyu mtoto akianza kutumia hizi mitandao ya kijamii, hii changamoto itakuwa ni kubwa sana kwake, na mwisho wa siku anakutana na vitu ambavyo sivyo. Tunasema pia addiction ni ile hali sasa mtoto anakuwa hawezi kukaa bila kutumia mitandao. Ndio utakuta sasa badala ya kusoma anaingia kwenye mtandao, muda mwingi anatumia mtandao kuliko kufanya vitu vya msingi. Wakati tunaamini mtoto ndio wakati wake sasa kujijenga kishule, na vitu vingine kimaadili, lakini mtoto anakuwa anapata zile addiction za mitandao. Tunaona mitandao kuna pornography, kuna page za watu wanajiuza, kuna page za mashoga pia wapo mle, yani content tofauti. Sasa mtoto akiingia kule, ile mitandao haichagui kwamba wewe ni mtoto, itamuonesha chochote inachomuonesha. Kwa hiyo unakuta mtoto anaweza akaangukia kirahisi zaidi. Tunaona pia kuna page mtu unakuta ana post kama anavuta bangi, ana post picha za bangi na anaona tu it's okay. Kwa hiyo sasa wakati mwingine mtoto anaweza pia kuona vitu vibaya bila limit, akifungua tu amevuta. Tunaona TikTok
Ukiingia tu unakutana na kitu hata kama hujakitafuta. Unaweza kukuta labda ni mtoto ni wa kike anajipost yani kujionyesha ni mrembo sana, anataka kuonesha shepu, lakini wakati mwingine unakuta labda anacheza lakini namna anavyocheza haina maadili. Ile ni kitu anakipost sasa hivi kwa sababu ni mtoto anaona yuko sawa na haoni kama ni shida, lakini ana expose kile kitu, hajui ni nani anachukua zile picha, ni nani anachukua zile video. Anapokuwa anaanza kupata utambuzi na kuona kwamba mimi ni mtu mzima, vile vitu anaanza kuwa against navyo, lakini tayari alishaviweka mtandaoni. Hata kama yeye akifuta, kuna siku utakuta tu kitu chake kimetumwa. Ndio maana tunaona hata viongozi anaweza kufanya jambo afu kuna watu wanatuma tukio lake la zamani, inamaanisha wanalo kwenye maktaba zao. Kwa sasa tunaona pia watoto sawa anafanya katika hali ya utoto, lakini baadaye inaweza ikaja kumkosti baadaye. Asante sana daktari. Bila shaka umenikumbusha pia kitu ambacho mara nyingi kweli mtu unaweza kaingia Instagram hujui unatafuta nini. Sasa kama kwa mtu mzima kidogo unakutana na changamoto hiyo, ama kwa hakika hata kwa mtoto inaweza kawa ina muathiri kwa namna moja au nyingine. Natamani niweze kufahamu pia na msikilizaji angeweza kufahamu uhusiano kati ya msongo wa mawazo au kutokujiamini kwa mtoto. Kuna uhusiano kati ya swala hilo na mitandao ya kijamii? Yes, kutokujiamini kwa mtoto lakini pia msongo wa mawazo kuna uhusiano mkubwa sana kwa wale watoto ambao wanatumia mitandao ya kijamii, kwa sababu mtoto anapoingia kwenye mitandao ya kijamii wakati mwingine anaweza akawa anapita kwenye page ambazo let's say mfano akapita kwenye page za wasanii, anakuta wamepost watoto labda mfano tuseme Diamond, anampost Tifa, kuna zile lifestyle. Mtoto kama mtoto ameumbiwa kutamani na akili yake kipindi hicho inakuwa iko kwenye mahitaji zaidi. Ushawahi kuona mtoto analilia andazi na mama ana hela sokoni, namna ambavyo haelewi yeye tu ni hitaji linatangulia. Kwa huyu mtoto atakapokuwa anaona maisha ya watoto wengine mitandaoni, hasa celebrities, labda viongozi wa serikali au wale watu wanaojiweza, anaanza kutamani. Kwa akianza kutamani anaanza kujiona kama yeye aishi hivi, anaanza kujiona kama yeye ni maskini. Hata kama nyumbani kuna uwezo fulani wa hali ya chini, anaanza kujiona ni maskini, lakini pia anaanza kudemand vitu ambavyo viko juu ya uwezo wake, anakuwa na uhitaji navyo. Kwa sasa vinaweza pia vikampeleka kwenye risk ya kuingia kwenye tabia ambazo tamaa zingine, mfano labda kuwa na mwanaume ambaye ana pesa sana au kuwa na mwanamke ambaye ana pesa sana ili aweze kufikia yale matamanio anayoyaona kule mitandaoni. Kwa hiyo kuna uhusiano kabisa wa mtu kuwa na hofu au msongo wa mawazo kwa sababu ya vitu anavyoviona mtandaoni, anaanza kujiona kama yeye si kitu. Ni viashiria gani sasa kwa mzazi mlezi anayetusikiliza sasa hivi akiviona kwa mtoto wake atambue kwamba huyu huenda ameshakwisha kuanza kuathiriwa na mitandao hii ambayo tunazungumzia hii leo? Viashiria gani hasa? Kitu cha kwanza ataanza kuhitaji vitu ambavyo havipo kwenye uhalisia. Mfano, unakuta mtoto anaanza kusema anahitaji simu. Unakuta na mtoto wako la 6 la 7 anakuwa anaomba simu, lakini ukiangalia kwenye seko yake, yani wale watu wanaoshinda nao hakuna mwenye simu hata mmoja. Itimisi kuna sehemu ameona kuna mtoto anamiliki simu. Lakini pia utaona mtoto anakuwa anaongelea vitu vya ulimwengu wa pili, kwamba labda kama mtoto wa fulani labda anaongelea hiyo ya mitandaoni, labda mtoto wa Diamond labda ataongelea labda mfano vitu fulani, yani kwamba au anakuambia mama naomba tuende mbugani, lakini wewe ukiangalia kama mzazi hauko kwenye maisha kuweza kwenda mbugani, lazima huyu mtoto alishaona kule. Sasa mtoto akiona, yeye hajui kuhusu gharama. Anachojua mbugani labda mtapanda tu gari, mtaenda labda ni 10,000 20,000. Atakwambia mama labda lini nitakuja kupanda ndege, au anakuuliza maswali, mama hivi mimi nimewahi kupanda ndege? Tayari kuna kitu alishakiona, sasa anataka kujiona yeye amefika huko. Lakini pia kitu kingine kama kujua mtoto anaathirika pia na mitandao, hata ile anakuwa anaomba sana simu ya kwako, au kama ana simu anakuwa anakaa na simu muda mrefu sana. Kwa hii ni kitu ambacho ukianza kuona mtoto analeta mahitaji ambayo hayapo kwenye uhalisia au hayapo kwenye ile kawaida yenu, hata chakula tu anaanza kuomba vyakula ambavyo havipo kwenye uhalisia wenu, huwa mvitumii, tayari ujue ameviona kwenye mitandao ya kijamii. Ni hatua gani hasa ambazo anaweza akazichukua au ambazo anatakiwa aweze kuzichukua? Kitu cha kwanza ambacho mimi naweza kuzungumza na mzazi, naona tu ni kitu kimoja. Tusiwaruhusu watoto kuanza kutumia mitandao ya kijamii mapema. Na inawezekana mzazi ukijiwekea misingi yako vizuri na mtoto akaelewa, kwa sababu mzazi anaweza kuweka misingi na mtoto asielewe. Mwishoni kabisa, una ushauri gani hasa kwa jamii kwa ujumla wake kuhusu kulea watoto kwa kuzingatia mazingira haya ambayo leo hii tunazungumzia, ambayo teknolojia kidijiti zaidi tupo, kidigitali tupo sasa hivi? Nini ambacho ungependa kuiambia jamii kwa ujumla wake kutokana na mazingira sasa hivi tunayoishi, kuhusiana na hawa watoto ambao pia tupo nao? Kitu cha kwanza, mzazi anatakiwa muelekeze mtoto uhalisia wake, lakini pia kitu cha pili, mzazi asiwe mwoga kumuelezea mtoto faida
na hasara za mitandao ya kijamii, lakini pia kumwekea limit ya muda au kumuonesha kwamba ukifika muda kipindi fulani inaweza at least ukaanza kutumia mitandao ya kijamii, pia kwa mwongozo, kwa kumuelekeza kwamba vitu fulani ni hapana. Kwa hiyo ni ile naweza nikasema uwazi na kutoa uelewa kwa watoto juu ya mitandao ya kijamii. Sawa, tumemsikia vizuri kabisa mwana saikolojia wetu Betuna Mwamboneka kutoka hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya hapo, akieleza athari ambazo zinaweza zikatokea endapo tutashindwa kuwadhibiti, kuwalinda watoto dhidi na hakika hili ni jambo la muhimu na la msingi. Kwa wewe ambaye umebahatika leo hii kutusikiliza, mimi nikwambie jitahidi uwe miongoni mwa watu ambao watabadilika. Kama ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao kidogo ulikuwa na changamoto ya kuweza kumwachia mtoto wako simu, anafanya anachokitaka, lakini sasa hivi chukua tahadhari ili uweze kumlinda na kumkinga dhidi ya dunia sasa. Kabisa. Alafu uwe unamwekea mwongozo, simwache mtoto tu kuyolela anashika simu anafanya nini. Wewe unaweka mwongozo kwamba tumia simu, wewe na uangalizi mzuri. Ukiona mwangalia hivyo, basi kuna vitu ambavyo utakuwa unamsaidia. Na inapowezekana usimruhusu kabisa kutumia simu, kwa sababu kama hakuna ulazima wa yeye kutumia simu kama alivyosema hapa mwana saikolojia wetu, usimruhusu mtoto kutumia simu. Sisi tumekuwa kwenye malezi hayo na hata mwana saikolojia ametolea mfano huo. Tumekuwa vizuri na hizi haya masuala unaweza kaja kuanza kuyatumia pale ambapo panakuwa pana ulazima. Kabisa. Sisi tunaweka nukta kwenye kipindi chetu bora cha digital. Leo tunamwacha msikilizaji na ujumbe gani kutoka kwa msanii? Unajua burudani ni sehemu pia ya maisha yetu. Kabisa, burudani sehemu ya maisha yetu, na burudani bwana inapeleka message fulani. Haya, tuenzetu basi au? Tuenzetu, lakini tupate burudani kidogo bwana. Tumwache msikilizaji na burudani hii hapa ambayo itakuwa ikimpeleka polepole kupisha kipindi cha mambo leo. Mimi ni Fatima Suleimani. Mimi ni Samuel mwana wa Mpogole. Mkito Sound kutoka kwenye anga la 92.5 linawapa salamu za kibingwa kuimarisha mshikaji wetu wa nguvu kwenye habari kemkem. Sisi ni wewe, twende pamoja kwenye gang ya 92.5. We play all the hits. 2025 Highlands FM, sisi na wewe pamoja.